Sababu mstari wa 24, na ndani yake ilionekana damu ya manabii na ya watakatifu na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. Nimalize kwa nini kifanyike. Mambo matano, na nitasoma maandiko pia mojawapo kwa hili jambo la kwanza. Nini kifanyike? Jambo la kwanza kubwa, tumieni ubabe mlio nao, kwa sababu kwa sasa nyie ndio mahakama, nyie ndio katiba, nyie ndio sheria. Yani alihitaji mchakato wa aina yoyote wa kisheria wa kimahakama. Mambo yalipo sasa kwenye nchi yetu yanahitaji tu tamko lenu na matakwa yenu ili liwe. Kwa hiyo kwa ubabe huo mlio nao, hebu tumieni ubabe huo. Ipeni Tanganyika haki ya kujitawala. Hapa naweka mfano, mnaweza msiupende, unaweza kuwa mgumu kidogo. Matatizo baada tu ya kifo cha Magufuli yaliyotokea, baada tu mambo yalivyokwenda. Naambia jambo gumu kidogo. Gumu ili kwa kweli mnaweza muka nitafutia hapo kwamba huyu hastahili kuishi, lakini lina ukweli. Naambia jambo gumu. Si tu mauaji ya tarehe 29 Oktoba yalivyokuwa wazi na dhahiri, lakini matatizo ya mara baada tu ya Magufuli kufariki mwaka 2021. Naambia ukweli kabisa, rais au kiongozi mkuu wa nchi angekuwa Mtanganyika, yasingefanyika kwa ukubwa hivyo. Na thubutu kuambia hata angekuwa Kikwete yasingefanyika. Yani matatizo yalivyokuwa makubwa yaliyofanyika tangu 2021 mpaka dakika hii, rais angekuwa Mtanganyika, angewahurumia. Damu ni nzito kuliko maji. Wako walioona ubaya wa Nyerere, ubaya wa Mkapa, ubaya wa Magufuli, lakini naamini wote tuna neno moja tu kwamba ni walau ilikuwa ni afadhali Mtanganyika mwenyewe. Ilikuwa ni afadhali. Magufuli alikuwa mbaya kiasi gani? Nahisi kila mtu, kama si kwa uwazi ulimkataa, lakini sasa kwa rohoni, kwa kiroho ndani yako, naamini unasema hapana. Hata kama Magufuli alikuwa mbaya kiasi gani, lakini angekuwa ni yeye hapa, mambo yasingekuwa mabaya kwa kiwango hiki, yasingefanyika kwa ubaya kiwango hiki. Sina maana Samia yeye hana huruma. Ikiwa mnamjua ana huruma, lakini na maana angekuwa kilanja mkuu wa nchi ya Tanganyika, ni Mtanganyika, angekuwa na huruma iliyo wazi zaidi, ya mapema zaidi, ambayo ingeonekana kujali hata kama awe CCM damu, CCM kabisa, lakini angekuwa Mtanganyika kabisa. Narudia tena, sina maana Samia yeye hana huruma juu ya uhai wa Watanganyika, rasilimali za Watanganyika kama mnavyomjua nyie. Inawezekana mnavyomjua hivyo vile hivyo, lakini nachosema tena, angekuwa ni Mtanganyika kilanja mkuu. Naamini mambo yenye kuumiza uhai wa watu, maisha ya watu, rasilimali za nchi yasingefanyika kwa ukubwa hivi yalivyofanyika. Kikwete aliwahi kutawala, hili ni gumu. Lakini mimi natoa ni ushauri ambao unaweza ukawa ni mbaya sana, lakini ukawa sahihi sana wakati fulani. Kikwete aliwahi kutawala. Ni kweli kulikuwa na mambo kama yalikuwa mabaya hivi. Ni wakati wa kina Dr. Ulimboka walipong'olewa meno bila ganzi. Ni wakati wa kina Daudi Mwangosi walisambaratishwa na bomu. Ni wakati wa ufisadi wa kila aina, wa EPA, wa escrow, Richmond, tume za kuficha ukweli zilikuwa zikiunda wakati wa Kikwete. Lakini moja ya jambo ambalo lilikuwepo wakati wa Kikwete, moja, kulikuwa na uhuru wa kuyajadili makosa hayo. Na ndio maana kulikuwa na namna inawafanya walao wafanya makosa. CCM wakati huo ilikuja hata na sera ya kujivua gamba. Ninawahakikishia wakati huu hamtaona CCM ya kujivua gamba, haitakuwepo. Kwa sababu mimi niseme kama mchungaji, kama mhubiri kwa jicho la kimungu, mimi nawaambia ukweli kabisa, Samia inawezekana ana shida ya kuwa rais, inawezekana. Lakini uchungu wa uhai wa Watanganyika, uhai, yani cha kwanza uhai, acha rasilimali za Watanganyika, uhai, uchungu, sio kama angekuwa Mtanganyika mwenyewe. Mtanganyika mwenyewe angechukua hatua zaidi ya yoyote ambayo Samia amewahi kuchukua au atakuja kuchukua, iwe kwenye rasilimali za Tanganyika au iwe kwenye uhai wa watu wa Tanganyika. Narudia hapa kuambia CCM, tumieni ubabe, kwa sababu sasa hivi hakuna katiba inayofuatwa, hakuna sheria inayofuatwa, hakuna sasa hivi sheria ni nyie, katiba ni nyie, mnalotaka nyie ndio katiba, mahakama ni nyie. Na wasi
Tumieni ubabe huo, tamkeni tu. Tanganyika iwe na rais wake, iwe na serikali yake, Zanzibar iwe na serikali yake, ndipo kawepo muungano. Wala hata tusipite kwenye vya katiba mpya. Tamkeni tu. Tamkeni tu, kwa sababu nchi haina kiranja. Nchi ya Tanganyika haina kiranja, haina mtetezi, haina msemaji, haina anayeweza kuhurumia uhai, damu yake ikawa ina nasaba za Watanganyika. Haina. Hivyo kila mwenye kuonea, mwenye kuua, ataua, na mtakuja kushtuka haya, na mtajua yangedhibitiwa itakapotokea sura kama hiyo. Hilo ni jambo la kwanza. Limewahi tokea kwenye Biblia. Yesu alikuweka mfano huu, nasomea kwa urefu. Sema katika Luka 16 mstari wa kwanza hadi wa 9. Inasema, tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii nayosikia juu yako? Toa hesabu ya wakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea wakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda, ili nitakapoondolewa katika wakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake, kila mmoja akamwambia wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia, jifanyeni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Na mimi nawaambia, leo ni mstari wa 9. Sasa mstari wangu nawaambieni, tumieni ubabe mlio nao kuwapa Watanganyika haki ya kujitawala. Kwa tamko tu, tumieni ubabe mlio nao, ili ingawa mmeshafanya makosa yaliyoandikwa kwa kalamu ya chuma, kwa kalamu ya damu kwenye nguo nyeupe, ambayo ni dhahiri shahiri ni vigumu sana makosa hayo kufutika kwenye mioyo ya watu, lakini walau mkiwapa zawadi hiyo, mtakuwa mmewapa mtetezi, mtu anayeweza akafeel anapoona watu wake wanauawa kwa sura kama hii ambayo imeendelea Tanganyika. Rasilimali zinachezewa kwa sura kama hizi zilizochezewa Tanganyika. Walau kunakuwa na nasaba zitaona kaka zangu, wajomba zangu. Lakini kwa Samia inawezekana kabisa kuna namna nayoona Utanzania naumia moyo, lakini hawezi kufanana na Mtanganyika mwenyewe. Hawezi. Ndio maana mnaona Zanzibar kwa sasa wanaelewana kwa vilemba, lakini huko Tanganyika tunakanyagana kweli kweli. Ushauri wangu kwa watu wa CCM, hasa kwenye mazingira haya palipo na kifo cha aina hii cha Jenista Mhagama, lakini pia kwa mfano kikao cha Rais Samia na makamanda wa jeshi kwa siri. Klipu hii ilitakiwa iwe mapema kabla ya kikao hicho, ingehusika kwa mwongozo kwa klipu hii. Hata wale waliowekwa tayari kwa ajili ya kutukana kila siyeunga mkono kila kitu wanachotaka kiungwe mkono, nina hakika kwenye klipu hii hawatanitukana. Naamini kabisa atakayetukana ni yule tu aliyeambiwa, ukiona picha yake tu mtu huyu tukana. Kwa habari ya mnaposhauri tumieni maneno ya star, upatanishi na maneno ya star yanategemea moyo wa mtu naye mshauri. Yohana alitumia neno hili kwa Herode kwamba si vema wewe kuwa na mke wa mdogo wako, si vema, lakini ilichukuliwa
ametukana tusi, katumia neno lisilo na staa. Nathan alitumia neno, Daudi umefanya upumbavu. Daudi alichukulia kwamba hilo neno lina upendo mwingi na akatubia maovu yake. Alikadhalika Nebukadreza aliambiwa na kina Danieli kwamba acha uovu wako, pengine utapata rehema. Nebukadreza alichukulia Danieli ni ametumia upendo. Kwa hiyo upatanishi na pia lugha nyingine, mhubiri kutumia kuonya, kusema juu ya watawala ndio kazi yake pekee, kazi yake hasa. Kwa hiyo akisema makosa ya watawala, kumsema unachanganya dini na siasa, akiacha ujue hakuwa mhubiri. Mhubiri anajua kabisa watawala huangaikia watu ambao Mungu kamtuma mhubiri kwa ajili ya watu hao. Kwa hiyo mtu yoyote atakaye haribu utu wa mtu, mhubiri anatakiwa amnyoshe kidole na kumwambia hivyo sio tafsiri ya utawala, hivyo sio tafsiri ya uhubiri, hivyo sio ndio tafsiri ya ubinadamu. Kwa hiyo nina hakika, lakini hutanitukana. Watakao nitukana ujue ni wale ambao waliwekewa mark kwamba mkiona tu sura ya aina hii tukaneni, avunjike moyo. Hapana, hatuvunjiki moyo kwa sababu kuna mambo tutaendelea kuyaongea, na kwa kuwa yanakuwa hayana dhamiri mbaya, basi kuna wakati wenda tutayatumia hayo kukumbusha kwamba tulionya hili, ingawa napo mnakuaga wakali. Hamtaki kukumbushwa mambo ambayo pengine tuliwahi ama mtu aliwahi kuonya kwamba inaweza kuja kutokea madhara haya. Hiki kinachofanya hapa unaweza ukawa ni unabii. Yakifanyiwa kazi au yasipofanyiwa kazi, nitakachosema hapa kitatokea. Nina hakika mbele ya jua hili kitatokea, kitaonekana. Lakini kimejaa upendo mkubwa sana, kubwa sana. Ushauri wangu kwa CCM, taenda kutaja mambo kama 8 ya ushauri kuhusiana na pengine vifo vyenye utata ambavyo vitaingia sana hata ndani ya CCM. Vitaingia sana. Sasa nisikilize, na wewe unayenitukana vitakufikia. Na wewe uliye salama sasa hivi, uliye na cheo sasa hivi, vitakufikia hivi vifo vyenye utata, mfano hiki cha Jenista na vile vingine ambavyo tumewahi kulalamikia. Nisikilize. Moja, mambo yalipo sasa, ni vema mjue kwamba mtakuwa kama zilivyo familia za wavuta bangi au walevi chakari au malaya. Familia nzima, yani mama, baba, shangazi, wajomba, watoto wanavuta bangi, ni walevi, ni wazinzi, ni wezi. Mara nyingi familia kama hizo hazinaga kuheshimu maazimio ya kikao. Kwanza hazinaga vikao, kila mmoja anajishia anavyotaka, lakini vikifanyika vikao hakuna anayeonekana ana mwongozo kwenye hiyo familia. Naweza kusikia baba, shangazi, mjomba naongea, watoto wanatikia sawa msela, sawa dingi, sawa tumekupata. Lakini naona tu kabisa mama mwenyewe anasema sisi tulifanya mchezo zamani, tulicheza zamani, msituige sisi tulivyofanya, tunavyokunywa pombe sisi, tulivyoishi sisi. Unaona watoto wanaitikia kwa namna ya kupuuza. Kwanza akili zenyewe zimevurugika, lakini 2,
aina ya anayewaonya ama kuwapa mashauri wanaona yeye mwenyewe ni mtu wa kupuuzwa, wa kudharauliwa kwa sababu ya ubaya wa moyo wake na matendo yake ambayo yako wazi kwenye jamii. Kwa hiyo nataka mfahamu kwa mabavu yoyote ambayo mumejiweka hapo mlipo, lakini mfahamu kwenye cabinet yenu, vikao vyenu, na kwenye nchi kwa ujumla, nchi itakavyokuwa, hakuna kikao ambacho maazimio yake, maelekezo yake, matamko yake yatatekelezwa, yataonekana yana dhamira ya dhati. Kwa sababu hiyo sasa, ikiwa familia iko hivyo, yatakayo kuwemo ndani yake yatakuwaje? Moja, hakuna kikao mtakachofanya ambacho wajumbe watajiona wako salama ikiwa watajadili kiini hasa cha matatizo au watajadili suluhisho sahihi. Hakuna wajumbe watakaoona wako salama, watakaoona wako salama ikiwa watajadili kiini hasa cha tatizo ama watajadili suluhisho hasa linaweza likawaje. Hamtaruhusu vikao vya aina hiyo. Vitakuwepo vikao vya tuonekane tulijadiliana, tuonekane tulikubaliana, lakini wakati dhamira za waliokubaliana ziko tofauti na kilicho hasa, kama mnajaribu kugusia jambo jema la haki, mtaonekana mumekubaliana, mumeongea vizuri, lakini wakati dhamiri za mlio kuwepo kwenye kikao husika, kila mmoja najua kabisa dhamiri hizi hazijamaanisha hivi tunavyoachana hapa. Kila mmoja anaenda kutafuta kingine cha kufanya. Hiyo moja. Mbili, kwa sababu hiyo maelekezo, maazimio watakayoelekezwa watayatekeleza kwa shingo upande na kwa visasi wakati wote wa utawala huu wa kimabavu. Nadhani mnaweza msipende neno kimabavu, lakini natoa ushauri wa uhalisia. Kwa hiyo nitatumia hata maneno msiyoyataka. Watekelezaji wa maazimio, matamko, maelekezo, mtajua na nyie wanayatekeleza kwa shingo upande, na wanayatekeleza wakiwa na visasi moyoni. Hata kama wanatekeleza hilo mlilowaamuru, mlilowaelekeza, lakini kwenye mioyo wanalo lingine wanalofikiria kulifanya. Nitakuja na mambo kama 5 ya nini kifanyike. Jambo la 3, hakuna maazimio la kikao yatakayoonekana kuwa na dhamiri ya dhati. Nimeshazungumza hilo, sitakaa sana hapo. Jambo la 4, kwani walio na vyeo vya juu kila mmoja atajifanyia analotaka. Kila mtu mwenye cheo cha juu atajiangalia yeye tu ili kuiponya nafsi yake na kumwogopa mbabe kwake tu, huku akimchukia na kumvizia. Sasa hivi wenye vyeo vya juu sio watapigania sana maslahi apate nini. Wenye vyeo vya juu sasa mtakuwa mkiangalia uhai wenu ulivyo hatarini. Na mtu utakayekuwa ukimwogopa tu ni yule anayeweza kukufanya chochote. Huyo ndio utakuwa makini naye sana. Najaribu kuongea nyakati zote za utawala wa kimabavu uliopo kwenye nchi yetu ya Tanzania utakavyokuwa. Niamini mimi, yatakuwa hivi.
na yatazaa, ambacho naenda kukujulisha hapa mbele kwamba yatazaa anguko lenye majuto makubwa ambalo kila aliyeko kwenye nafasi yoyote ndani ya mamlaka hii, yeye na ukoo wake na familia yake watakuja kujuta ni kwa nini tuliwahi kuishi kwenye wakati huu. Hakuna fedha, hakuna cheo, hakuna miaka ya nyuma itaonekana ilikuwa ya maana kwenye maisha yao. Niamini mimi, yaminini maneno haya. Ni unabii mgumu sana huu, mgumu sana. Jambo la 6. Jambo la 5. Hakuna mtu atakayemwona mwingine wa maana ila yule atakayetetea uhai wake tu, naye atakuwa na mashaka naye na hata kumvizia. Yaani, sasa maslahi si kitu kitapiganiwa sana na vilanja, watu wenye vyeo vya juu. Sasa vilanja watapigania moja kwa moja uhai wao, uwezekano wa kuwa hai. Hilo inafanana na niliyosema hapo juu. 6. Kutakuwa na ufisadi wa kutisha, kwa kuwa hakuna atakayemtisha mwingine, na ikitokea akatishika, atatafuta upande ulio kinyume na aliyemtisha. Kutakuwa na ufisadi wa kutosha. Kifupi, huku mbele tunakokwenda hakuna mradi ambao utaonekana unafanyika wenye maana. Vitakuwa ni hivi vyoo, tumetengeneza vyoo, tumejenga mashule. Yaani mashule ni vitu vya kudanganyishia tu, kwa sababu najua ni jengo likubwa linaonekana, lakini pesa inayotumika inakuwa ndogo. Na wakati vyanzo na makusanyo na mapato yetu yalitakiwa yafanye vitu vya maana. Vishule vya hospitali vyenyewe, aina ya wanaosoma haviwafanyi kuwa na umana wowote. Wanaotibiwa, madawa, sijui vifaa. Yaani mnajenga vitu tu ambavyo ni mikubwa jinga ili muonekane kuna mnachofanya. Kimsingi huko mbele tunakokwenda hakuna cha maana kitafanyika, kwa sababu kutakuwa na ufisadi wa kutisha wa kihistoria ambao haujawahi fanyika, kwa sababu hakuna refari, hakuna mwenye nguvu ya kumwambia mwingine acha. Akiambia usiibe hivi, usichukue hiki, atasema hapana, wewe mwenyewe ulishakuapua pale, wewe mwenyewe uko hapo kwa sababu ya dhuluma ile. Zingatia hilo. Kutakuwa na ufisadi wa kihistoria kwenye utawala na mamlaka hii ya kimabavu. Hapana, tadhibiti. Hakuna cha Mwigulu, hakuna cha Samia, hakuna yani hakuna aliye na makucha ya kusema kwa dhati na watu wakamheshimu, kwa sababu yeye mwenyewe kuna watakapomuonyesha, na akikomaa sana kuna namna atakuwa anaona maisha yake hayako salama. Jambo la 7. Kutakuwa na mauaji na kuviziana sana kwa sababu ya visasi, lakini kubwa kuliko ni kwa kuwa hakuna mwenye uwezo wa kutishia watu wote au kusema acha. Kila atakayechukia, kila atakayeona amedhulumiwa, kila atakayeona hajatendewa haki mahali akiwa na namna ya kuua, ataua. Kwa kutakuwa na mauaji ya kutisha, kutakuwa na mauaji ya namna mbalimbali katika wakati wote huu wa utawala wa kimabavu ambao uko hapa. Nakuja na nini kifanyike. Najua haya mengine wanaweza wakasikiliza waliojaliwa, waliowekwa tu kwamba mkiona mtu kama huyo anasema jambo hasemi tuna amani, hasemi tuna maendeleo, tukaneni. Hawa najua wanaweza wasikilize, lakini wahusika mtasikiliza wenyewe. Najua akisikiliza mmoja atawaambia na wengine kwamba sikilizeni, huyu ni kama ana njia fulani sahihi ya tutokee wapi.
Nikisha sema yote haya nakuja na mambo kama 5 ya nini kifanyike. Lakini pia nasoma na maandiko hapa. Jambo la 8, sauti ya shangwe au sura yenye matumaini havitaonekana tena maishani mwenu. Wakati wote mtakuwa mmejihami au kujichekesha hovyo, ili hali ukijiona mnyonge na wahovyo mbele za watu hao unaoagiza kitu, unaojichekesha, ulio kwenye kikao nao. Kila mmoja utajua tu kwamba mimi ni mmoja kati ya binadamu wahovyo, hata kama nina cheo. Mimi ni mmoja kati ya binadamu nilio kwenye hatari kubwa. Kwa hiyo sauti ya shangwe, sura yenye matumaini haitakuwepo juu yenu. Kwenye hili, kwa kuwa nimalizia kwenye mambo yatakayokuwepo, kama kuna mengine nitakuja kurudi siku nyingine, nimalizia na andiko la Ufunuo sura ya 18. Mshike sana andiko hili. Mshike sana andiko hili. Mshike sana. Sura ya 18 mstari wa 22 hadi 24. Imeandikwa kusema, ili nawahusu sasa nyie, wala sauti ya wapiga vinanda na ya wapiga zomari na ya wapiga firimbi na ya wapiga baragumu havitasikiwa ndani yako tena kabisa, wala fundi wa yeyote wa kazi yoyote hataonekana ndani yako tena kabisa, wala sauti ya jiwe wala kusaga haitasikiwa ndani yako tena kabisa, wala nuru wala taa haitamulika ndani yako tena kabisa, wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Maana hao wafanyao biashara wako walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako. 24 mwisho. Na ndani yake ilionekana damu ya manabii na ya watakatifu na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. Sababu ni kwa nini hakutakuwemo na furaha? Wanamuziki wataona ajabu kuja kuimba mbele yenu. Harusi zenu na pati zenu zitakuwa pati zenye kucheka kwa nje, lakini zina mambo mengi yenye kuumia. Ni kwa sababu mstari wa 24, na ndani yake ilionekana damu ya manabii na ya watakatifu na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. Nimalize kwa nini kifanyike. Mambo 5, na nitasoma maandiko pia mojawapo kwa hili jambo la kwanza. Nini kifanyike? Jambo la kwanza kubwa, tumieni ubabe mlio nao, kwa sababu kwa sasa nyie ndio mahakama, nyie ndio katiba, nyie ndio sheria. Yani alihitaji mchakato wa aina yoyote wa kisheria wa kimahakama. Mambo yalipo sasa kwenye nchi yetu yanahitaji tu tamko lenu na matakwa yenu ili liwe. Kwa hiyo kwa ubabe huo mlio nao, hebu tumieni ubabe huo. Ipeni Tanganyika haki ya kujitawala. Hapa naweka mfano, mnaweza msiupende, unaweza kawa mgumu kidogo. Matatizo baada tu ya kifo cha Magufuli yaliyotokea, baada tu mambo yalivyokwenda, naambia jambo gumu kidogo. Gumu ili kwa kweli mnaweza muka nitafutia hapo kwamba huyu hastahili kuishi, lakini lina ukweli. Naambia jambo gumu. Si tu mauaji ya tarehe 29 Oktoba yalivyokuwa wazi na dhahiri, lakini matatizo ya mara baada tu ya Magufuli kufariki mwaka 2021. Naambia ukweli kabisa, rais au kiongozi mkuu wa nchi angekuwa Mtanganyika, yasingefanyika kwa ukubwa hivyo.
Na thubutu kuambia hata angekuwa Kikwete yasingefanyika. Yani matatizo yalivyokuwa makubwa yaliyofanyika tangu 2021 mpaka dakika hii, rais angekuwa Mtanganyika angewahurumia. Damu ni nzito kuliko maji. Kikwete aliwahi kutawala, hili ni gumu. Lakini mimi natoa ni ushauri ambao unaweza ukawa ni mbaya sana, lakini ukawa sahihi sana wakati fulani. Kikwete aliwahi kutawala. Ni kweli kulikuwa na mambo kama yalikuwa mabaya hivi. Ni wakati wakina Dr. Ulimboka walipong'olewa meno bila ganzi. Ni wakati wakina Daudi Mwangosi walisambaratishwa na bomu. Ni wakati wa ufisadi wa kila aina, wa EPA, wa escrow, ufisadi wa kila aina, Richmond, tume za kuficha ukweli zilikuwa zikiunda wakati wa Kikwete. Lakini moja ya jambo ambalo lilikuwepo wakati wa Kikwete, kulikuwa na uhuru wa kuyajadili makosa hayo. Na ndio maana kulikuweko na namna na wafanya makosa. CCM wakati huo ilikuja hata na sera ya kujivua gamba. Ninawahakikishia wakati huu hamtaona CCM ya kujivua gamba. Haitakuwepo. Kwa sababu mimi niseme kama mchungaji, kama mhubiri kwa jicho la kimungu, mimi nawaambia ukweli kabisa. Samia inawezekana ana shida ya kuwa rais, inawezekana. Lakini uchungu wa uhai wa Watanganyika, yani cha kwanza uhai, hata rasilimali za Watanganyika, uchungu, sio kama angekuwa Mtanganyika mwenyewe. Mtanganyika mwenyewe angechukua hatua zaidi ya yoyote ambayo Samia amewahi kuchukua au atakuja kuchukua. Iwe kwenye rasilimali za Tanganyika au iwe kwenye uhai wa watu wa Tanganyika. Narudia hapa kuambia CCM, tumieni ubabe. Kwa sababu sasa hivi hakuna katiba inayofuatwa, hakuna sheria inayofuatwa, hakuna sasa hivi sheria ni nyie, katiba ni nyie, mnarotaka nyie ndo katiba, mahakama ni nyie. Na wasi tumieni ubabe huo, tamkeni tu. Tanganyika iwe na rais wake, iwe na serikali yake, Zanzibar iwe na serikali yake, ndipo pawepo muungano. Wala hata tusipite kwenye vya katiba mpya. Tamkeni tu kwa sababu nchi haina kilanja. Nchi ya Tanganyika haina kilanja, haina mtetezi, haina msemaji, haina anayeweza kuhurumia uhai, damu yake ikawa ina nasaba za Watanganyika, haina. Hivyo kila mwenye kuonea, mwenye kuua, ataua, na mtakuja kushtuka haya na mtajua yangedhibitiwa itakapotokea sura kama hiyo. Hilo ni jambo la kwanza. Limewahi tokea kwenye Biblia. Yesu aliweka mfano huu, ni wasomee kwa urefu. Nasomee kwa urefu. Sema katika Luka 16 mstari wa 1 hadi wa 9. Inasema, tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita, akamwambia, ni habari gani hii nayosikia juu yako? Toa hesabu ya wakili wako,
kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. 3, yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea wakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda, ili nitakapoondolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake, kila mmoja akamwambia wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia, jifanyeni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Na mimi nawaambia, huo ni mstari wa 9. Sasa mstari wangu nawaambieni, tumieni ubabe mlio nao kuwapa Watanganyika haki ya kujitawala kwa tamko tu. Tumieni ubabe mlio nao, ili ingawa mumeshafanya makosa yaliyoandikwa kwa kalamu ya chuma, kwa kalamu ya damu kwenye nguo nyeupe, ambayo ni dhahiri shahiri ni vigumu sana makosa hayo kufutika kwenye mioyo ya watu, lakini walau mkiwapa zawadi hiyo, mtakuwa mmewapa mtetezi, mtu anayeweza akafeel anapoona watu wake wanauawa kwa sura kama hii ambayo imeendelea Tanganyika. Rasilimali zinachezewa kwa sura kama hizi zilizochezewa Tanganyika. Walau kunakuwa na nasaba zitaona kaka zangu, wajomba zangu. Lakini kwa Samia inawezekana kabisa kuna namna nayoona Utanzania naumia moyo, lakini hawezi kufanana na Mtanganyika mwenyewe. Hawezi. Ndio maana mnaona Zanzibar kwa sasa wanaelewana kwa vilemba, lakini huko Tanganyika tunakanyagana kweli kweli. Ni ushauri. Sasa utakuudhi kiasi gani? Ni mchungu kiasi gani? Hiyo ni gharama ya kuwa mhubiri, na kwamba kila ambalo Mungu ataweka kwenye kinywa changu natakiwa kulinena. Yaliyonikuta na yanaweza kunikuta, kwa sababu ya uhalisia huu niko tayari kulipa gharama yake. Nini kifanyike? Jambo la pili, wazuieni machawa na wapambe wanaowatetea visivyo. Yaani wazuieni hata wanaowatetea kwa kutokujua. Badilisheni aina ya watu wanaowatetea, ili hao wapya wasitumie matusi, ila daima waombe msamaha kwa ajili yenu. Kwani kiongozi anayefanikiwa sana katika uongozi wake ni yule aliye na uwezo wa kuwadhibiti wapambe wake, au wanaokuwa karibu, au wanaomsifu, hasa wanaomsifu visivyo. Kiongozi ukitengeneza mazingira ya kusifiwa sifiwa, umetengeza mazingira ya kusifiwa, yani umeweka kundi lako kusifu popote, ujue utakosa mtu wa kukwambia mwisho wako na hatari inayokuwa imekukaribia sana. Hao machawa, hao mliowatengeneza almaarufu UVCCM, wabadilisheni. Hao akina Yona, kina Kombo, Sunani huyo kijana ambao kina Mafufu, msiwatumie tena kuwa ndio watetezi wenu. Akina Hananja,
wote tu ambao kwa sehemu kubwa inaonekana wamekuwa pamoja nanyi, wamewasukuma mpaka kujileta kwenye shimo na matope na kinyesi na uchafu humu mlimo, humu nchi ilimo. Wote mwabadilishe, na wanaofuata wapya waje na sera tu ya kuomba msamaha kwa ajili yenu na sio matusi. Jambo la 3, nini kifanyike? Tafuteni kutubu. Njia za kutubu zimo kwenye kitabu ambacho huenda ni pekee kilichozungumzia namna ya kutubu nilichokiandika. Naweka namba hapa ambazo mnaweza mkatafuta hard copy au soft copy, watawatumia popote. Kitabu kinachoonyesha unavyoweza kutubu, na kutubu kwenyewe kunaambatana na nini. Kwa sababu kutubu huko ambako mnalazimisha, lazima tupatane kwanza. Lazima turidhiane kwanza. Tupatane, turidhiane kwanza. Unaongea ukiwa umekasirika unataka kuridhiana. Kutubu sio hivyo, lakini pia kutubu hakukuachi kwenye nafasi uliokuwepo mwanzo. Kutubu lazima kuchukue sehemu ya heshima uliokuwa nayo, hata cheo uliokuwa nacho, ama cheo ulichokuwa nacho, lakini unakuwa salama sana, unafanikiwa sana, na inawezekana ukaja kupata cheo kikubwa zaidi kuliko ulichokuwa nacho. Ukaja kupata cheo na heshima kubwa zaidi kuliko uliwahi kuwa nayo. Nadhani Mhubiri ama kitabu pekee, sijui, si msomaji sana wa vitabu, aliandika kitabu kimechambua namna ya kutubu tu. Kutubu ni nini? Nini ukifanya kunaitwa kutubu? Kulia, kugaragara chini, neno nisamehe sio kutubu. Kutubu kwenyewe ni nini? Kutubu ambako kunaleta maviziano zaidi, hatari zaidi. Mambo yasiyotakiwa utubu mbele za watu, mambo yanayotakiwa wakati wa kutubu upitie kwa mtu. Kutubu kumechambuliwa kwenye kitabu hicho, na naweka namba hapa ambazo bila shaka munaweza mkakisoma. Sio lazima utii aliyomo, lakini walau msome, mtajua kutubu kwingine kokote mtazidisha tatizo kama hakutafuatwa namna hizo za kutubu zomo kwenye kitabu. Mtazidisha tatizo, mtajipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Mtakuwa mnajaribu kujificha na kukikimbia kivuli chako mwenyewe, ama kujificha kwenye matembele, ama kujisaidia ukiwa uchi na unaweka mikono kwenye macho. Unaweka mikono kwenye macho, unajua, au unafumba macho, unajua watu hawanioni. Nini kifanyike? Jambo la ngapi? Jambo la 3. Jambo la 4. Ikabidhini nchi kwa jeshi. Najua huu ni ushauri na usio mzuri. Ikabidhini nchi kwa jeshi. Ikabidhini nchi kwa jeshi. Narudia mara ya 3. Sio jeshi lipindue. Ikabidhini nchi kwa jeshi. Pawe na kipindi cha mpito. Kwa sababu tukisema muikabidhi nchi kwa mtu yoyote, ataunda serikali ya aina gani? Atakuwa na watu wa aina gani? Kuna mtu mmoja niwahi kumsikia anatoa pendekezo kwamba mungemkabidhi kwa mfano mzee Warioba. Atazungukwa na nani? Ndiko ni mzee aliyeonyesha msimamo wake, sio kama kina Butiku. Warioba kaonyesha msimamo wake kwamba afadhali nikae kimya kuliko ni badili nia. Lakini Warioba anaweza akawa na nani na ameshazeeka tayari. Inawezekana hamwezi kuwapa watu kama kina Tesha ambao ni kama alishaonyesha msimamo wa moja kwa moja, atamshughulikia nani na nani.
Lakini nadhani jeshi kwa sababu mambo yao mengi yanafanywa bila kusema sema, na kwenye kusema ndiko tunakoharibu mengi. Na hisi wanayo timu inayoweza kutuvusha kwenye maridhiano na tukaridhiana kweli. Ni ushauri tu. Vinginevyo jeshi wenyewe sijui kama wanaweza wakatafuta kuwa na thamani na kulinda heshima yao ya jeshi. Nadhani wana njia zilizo bora zaidi. Jambo la 5, kama sivyo jueni kama yote haya hayawezekani. Kama sivyo jueni kuwa wanaodai haki ya uhai kwanza, haki ya uhai wa ndugu zao na haki zao nyingine wataongezeka sana, na hata ndani yenu watakuwa wakiongezeka sana, kwa sababu damu ni nzito kuliko maji. Na kwa kadri watakavyoongezeka ndivyo tutakuja kutengeneza mpasuko mkubwa ambao utawezesha mupoteze nafasi na mamlaka mlionayo by force. Na hapa atakuwa na kujieleza kusikilizwa. Itakuwa ni amri zenye kuleta madhara ya moja kwa moja kwenu, kwa watoto wenu na wazazi wenu, kwa sababu walinufaika sana na udhalimu wenu na ubabe wenu, na hawakujitokeza peupe kama mtoto wa Paul Biya wa Cameroon alivyojitokeza peupe kumpinga baba yake. Na kwa sababu hiyo watoto wote mlionao na wazazi watatafsirika walinufaika sana na ubabe wenu na madhira ambayo watu waliyapata kwa nyie kulinda mali mlizonazo, vyeo mlivyonavyo na mamlaka mlionayo. Kuna clip ambayo nimewahi kuwaambia kwamba kusamehe hakuzui kudai haki. Na namaliza hapa kwa kuwasomea maandiko ambayo niwahi kuyasoma, kwamba kusamehe hakufanyi mtu aache kudai haki yake. Na kusoma maandiko haya, nianze na hida Ufunuo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 11. Sema, na alipofungua muhuri ya 5 nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu, mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya ujuri wao ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Wakumbuke hawa wamekufa, waliouawa, hata wakiwa wamekufa wanaendelea kudai haki yao ya kwa nini walizulumiwa uhai wao. Kwa hiyo naomba muelewe, watu kudai haki za uhai wa ndugu zao itakuwa pale pale, nguvu itaongezeka zaidi, namna zitaongezeka zaidi, mbinu zitaongezeka zaidi, njia zitaongezeka zaidi, mpaka, na kwa sababu hiyo mutaweweseka na mutapitia shida nyingi sana katika nyakati na wakati utakaoitwa muna mamlaka ama mnatawala. Luka 18 mstari wa 2 hadi wa 8. Anasema, akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipe haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, japokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichokesha kwa kunijia daima. Bwana akasema,
Sikilizeni asemavyo yule kadhi, ingawa ni dhalimu. Je, Mungu hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, ataiona imani ya aina hii duniani? Nimewahi kuambia waumini wangu kwamba ataiona, kwa sababu mimi nitaihubiri. Na hata kama ningeuawa, nitauawa sasa. Niliyohubiri yatabaki kuinua mioyo ya watu ambao watawaendea, watawakabiri wakisema, tupatieni haki ya uhai wa ndugu zetu, tupatieni haki ya rasilimali zetu, tupatieni haki. Na mkumbuke, haki haipatikani tu isipokuwa wale walioipotoa, wale walioidhulumu wamewajibika, wamewajibishwa, wamepata stahiki na malipo ya kazi yao. Naamini mwenye kuelewa ushauri na unabii huu umeelewa. Nimalize tu kwa kusema hongera na asante kwa kunisikiliza. Amen.